kila aliyepanda hapa anasema kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi. Hii hapa ni katiba ya nchi yetu. Ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C, serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa tunaposema wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote, maana yake nini? Maana yake ni kwamba badala ya wewe, mimi, mtu wa Tarime na mwingine kwenda bungeni tukajiwakilishe, hakuna ukumbi wa kutosha kutubeba. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu aende bungeni. Kwa sababu wote hatuwezi kuwa marais, tunateua mtu mmoja awe rais, asimamie rasilimali zetu kwa niaba yetu. Ndio maana ya katiba kusema hivyo. Ndio maana ya katiba inasema wewe ndio msingi wa mamlaka, na lengo la serikali itakuwa ni ustawi wako, ustawi wa mwananchi. Serikali itumie rasilimali zetu kufanya muishi vizuri. Ustawi maana yake ulale sehemu nzuri, upate chakula, utibiwe vizuri, watoto wako wasome vizuri. Leo tunazungumza Arusha, miaka 63 baada ya uhuru wa nchi yetu, kwenye nchi ambayo imejaliwa rasilimali za kila aina. Ukianzia ukanda wa pwani Dar es Salaam, unakutana na bandari ambayo ina kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga, na nautical maili 200 kuingia ndani. Tuna misitu. Mbuga ya Seru ni mbuga kubwa kuliko zote dunia nzima, iko ukanda wa pwani. Ukienda Lindi na Mtwara, unakuta mpaka kule Ruangwa, unakuta dhahabu, unakuta kopa zinazotumika kutengeneza nyaya za umeme. Kopa inatoka Tanzania. Huo ni ukanda wa pwani, na mambo mengine mengi tunayoweza kuzungumza mpaka kesho asubuhi. Ukija ukanda wa kaskazini, unakutana na mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Unakutana na madini ya Tanzanite ambayo hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ukienda ukanda wa ziwa, na hapa ukanda wenu pia, unakutana na mbuga ambayo iko kwenye maajabu 7 ya dunia, Ngorongoro. Hizo ni rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea hapa. Ukienda ukanda wa ziwa, ukianzia kule kwetu Tarime, unakutana na dhahabu. Nenda Geita ni dhahabu, nenda Kahama ni dhahabu, nenda Nzega ni dhahabu. Kila kona ya nchi hii ni dhahabu. Tanzania ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi kwenye dunia hii. Na leo nilipokuwa naangalia bei ya dhahabu, kwa gramu moja ya dhahabu ni shilingi 290. Nikisema gramu ni ule wembe ukiuchukua ukauvunja hivi, kale kamoja kale ndio shilingi 290. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Ukiwa kwenye ukanda wa ziwa, unakutana na ziwa lenye upana kuliko yote Afrika nzima, la pili duniani, ziwa Victoria. Ukiwa kule Kagera, unaenda sehemu inaitwa Kabanga, unakutana na madini yanaitwa nickel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza injini za ndege na yatumika kutengeneza betri za simu, yanatoka Tanzania. Haya ndio madini ambayo leo yanaenda kutengeneza magari ambayo dunia inabadilika kutoka kwenye magari yanayotumia mafuta inakwenda kwenye magari yanayotumia umeme. Hayo madini yanatoka Tanzania, Kabanga, Kagera, madini ya nickel na cobalt. Ukienda ukanda wa kati, ukizungumza kuhusu Singida, unakutana na madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuclear, na Singida panatoka pia mabomu ya nuclear na umeme wa nuclear, nguvu za nuclear. Madini hayo yako hapa. Ukienda kule Nyasa, ukianzia ziwa Ngozi, tuna geothermal chini inayoweza kutumika kutengeneza umeme wa kulisha Afrika nzima, umeme wa joto ardhi. Unaenda Chunya, unakutana na dhahabu. Ukienda Njombe, unakutana na mlima wa chuma ambacho tunaweza kutumia miaka 100 kwenye mlima unaitwa Liganga.
Mungu maeneo mengine aliweka chuma chini ya ardhi unaenda kuchimba, sisi alituwekea mlima na akatupa makaa ya mawe ya kuyeyushia hicho chuma na mchanga wa kusafishia hicho chuma akauweka pale Iringa. Kwa hiyo tunaweza chuma chetu, nondo za kujengea, kila kitu tukatoa Tanzania kwa miaka 100 bila kununua chuma kutoka nje. Tumepewa kila kitu cha kutufanya tuwe matajiri. Kwa nini watu wetu ni maskini? Miaka 63 katikati ya utajiri. Wimbo wa Bob Marley tuliokuwa tunamsikia anaimba hapo One Love, kwenye wimbo wake wa Love Trace anasema in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga anakuwa na kiu. Katikati ya utajiri wa Tanzania tumekuwa maskini kwa sababu tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo, wanafanya maisha yetu yawe magumu. Na watu tunaojaribu kusema kwamba rasilimali zetu zitumike kwa ajili ya watu wetu, wanatuwinda, wanatuua. Unakuaje na nchi ambayo mtu anapoandika kwenye mtandao wa Twitter adhabu yake inakuwa ni kuuawa? Hiyo ni nchi ya aina gani? Kazi namba 1 ya rais kama amiri jeshi mkuu ni kulinda uhai wa watu wa nchi yake. Watu wameuawa, wanatekwa. Leo kila kona ya nchi watu wanalia, rais yuko kimya. Mbunge wa Chama cha Mapinduzi, mjumbe wa neki wa Chama cha Mapinduzi anatoka anasema watu 83 wametekwa. Badala ya wabunge wenzake kumunga mkono, wanamshambulia. Chama cha CCM kinamshambulia mtu anayekemea mauaji. Maana yake ni nini? Kwamba UVCCM wanakingia kifua wauaji, wanakingia kifua watekaji. Inakuaje? Chama alichokianzisha Mwalimu Nyerere kuleta ukombozi wa nchi, kuleta ukombozi wa Afrika, leo kimegeuka kuwa genge la watekaji, kinakingia wauaji kifua, kinazuia sauti za Watanzania wanaokemea mauaji. Ndugu zangu, watu wa Arusha, dunia hii hakuna kitu cha thamani kuliko uhai wa mtu. Unaweza kuwa maskini leo ukazaa mtoto ndiye akavumbua dawa ya kansa akaokoa dunia nzima. Ndege unayoiona ni fikra za mtu mmoja. Speaker tunazotumia ni thinking ya mtu mmoja. Kamera tunazotumia, kila kitu duniani kimevumbuliwa na mtu mmoja. Unajuaje kama Mdude Nyagali angezaa mtoto ndio avumbue dawa ya ukimwi iokoe dunia nzima hii? Anapouawa mtu, anapopotezwa mtu. Ndio maana Israeli, mtu mmoja wa kwao akitekwa, nchi inasimama kwenda kumfata, kwa sababu mtu thamani yake hailinganishwi na kitu chochote. Inawezekanaje? Tunaishi kama kuku, haujui kesho yako, katika nchi ambayo tunaambiwa tuna rais. Hotuba ya mambo ya ndani ya nchi bungeni inageuka kuwa hotuba ya kuzungumza kuhusu rais, kwamba wabunge wanamlinda rais asisemwe. Polisi wetu, hawa askari, sisi hatuna ugomvi nao, hasa hao wadogo. Tuna ugomvi kwa sababu wanatumika, lakini personal kama chama hatuna ugomvi nao, kwa sababu polisi ni a noble profession, ni kazi takatifu. Kwenye dunia nyingine wanawaita men in uniform. Akiingia kwenye gari akakuta siti moja, wewe unamsimama unampisha yeye akae, kwa sababu risasi ikipigwa hapa, wakati sisi tunakimbia hivi kuokoa maisha yetu, yeye atakimbia kufuata risasi ili atulinde sisi. Wamekula kiapo cha kutulinda. Leo Wizara ya Mambo ya Ndani, badala ya kujadili kuhusu pension ya askari, badala ya kujadili kuhusu mshahara wa askari, mbunge wa viti maalum, badala ya kujadili kuhusu maisha ya askari, analipwa mshahara milioni 18 mbunge. Askari analipwa shilingi 400,000, ambayo posho ya mbunge kwa siku ni shilingi 600,000. Wanakwenda kujadili kuhusu mama na tukano. Hawa watu ambao wana bima ya kutibiwa mpaka Ulaya, badala wajadili hata askari akipigwa risasi akiwa anatulinda aweze kutibiwa warau Aga Khan, wanajadili kuhusu mama ametukana. Wizara ya Mambo ya Ndani
Hotuba inageuka kuwa mama, badala ya kujadili maslahi ya askari, badala ya kujadili pensheni ya askari. Mimi nilikuwa bungeni, nimefanya kazi miaka 5 bungeni. Mimi na Rema, Dr. Slaa tumewahi kuwa wabunge, Nyika amewahi kuwa mbunge. Tumemaliza ubunge tukapewa milioni 272 kwa miaka 5 tu. Askari anafanya kazi miaka 30 akilinda uhai wetu, akistafu anapewa milioni 20-25. Wabunge wanakaa bungeni wanasubiri mwezi wa 6 wapewa milioni 400, badala ya kujadili maslahi ya askari huyu ambaye anatulinda sisi ili wale fedha zao. Wanajadili kumtuma askari akatupige sisi tunaomtetea. Nchi imeraniwa hii. Watu wa Arusha, mkikubali sauti ya Chadema iwe silenced, tutauzwa asubuhi. Hebu fikiria hivi, Arusha nyie, hapa Arusha ndio kulikuwa na kiwanda cha General Tyres. Uongo kweli? Mimi nimezaliwa, baba yangu alikuwa na Land Rover. Tulikuwa tunatumia tairi za General Tyres. Alikijenga kiwanda hicho Mwalimu Nyerere. Kulikuwa na kiwanda cha radio hapa panaitwa Philips. Mwalimu alijenga hivyo viwanda. Mwalimu alijenga Gineries kwa ajili ya kuchakata pamba. Maana yake ni nini? Nchi inayojenga uchumi wake ni lazima nchi hiyo iwe na kitu kinaitwa basic industries. Usiwe nchi ambayo unaagiza kila kitu kutoka nje. Kwa maana hiyo, tairi ilikuwa ikiisha Tarime kwa baba yangu kule, ananunua tairi ya General Tyre. Pesa inatoka Tarime inakuja Arusha, inaingia kiwandani. Ikiingia kiwandani inakuajiri wewe. Wewe ukipata pesa unajenga nyumba, unamwajiri huyu fundi. Huyu akipata pesa ananunua sukari kwenye duka la yule mama. Yule akipata pesa anamwagiza bodaboda lete pesa, sukari nyingine. Pesa inazunguka miongoni mwa Watanzania. Leo tairi ikiisha, pesa inatoka hapa inakwenda China kutengeneza ajira. Mtapataje ajira watu wa Tanzania? Mtapataje ajira watu wa Tanzania? Kama Mwalimu aliweza kutengeneza tairi za magari, leo nchi hii kuna bodaboda kila kijiji. Hatuna hata uwezo wa kutengeneza tairi ya bodaboda. Tairi ikiisha Kemakolere Tarime, pesa inatoka Kemakolere na kwenda Guangzhou China kufata tairi. Alafu tuna viongozi wanajiita viongozi, wanatutisha sisi tunaosema mambo haya kwa sababu wameshindwa kuongoza nchi. Haiwezekani. Tunahitaji viongozi wenye maono ambao wanaweza kubadilisha nchi hii. Inawezekanaje watu wa Arusha, watu wa Mererani? Tanzanite inatoka Arusha. India ndio nchi inayouza Tanzanite nyingi kuliko nchi zote duniani, wakati Tanzanite inatoka Mererani. Watoto wenu wanakuwa trained kufanya nini? Wanakwenda shuleni kufundishwa panzi na miguu mingapi. Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kuchukua Tanzanite yenu na kujitajirisha. Inawezekanaje hilo jambo? Kwamba nyie hamwezi kufanya rapidly, nyie hamwezi kufanya ukataji, nyie hamwezi kusafisha. Kwa nini? Kama tuna nchi ambayo mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali anasema serikali imefanya matumizi ya sio kuwa na tija, serikali ya Rais Samia kwa mwaka jana peke yake bilioni 571. Bilioni 571 matumizi yasiyokuwa na tija. Maana yake ni nini? Ametumia kitu kinaitwa tafsida kuficha ukali wa maneno. Kwa mfano, badala ya kusema naenda chooni unasema naenda msarani. Kwa hiyo badala ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kusema serikali imefanya matumizi ya hovyo au ya kijinga, imesema wamefanya matumizi yasiyokuwa na tija, bilioni 571. Vijana wa Kitanzania wako hapa hawana mitaji ya kuchimba Tanzanite, hawana ajira, hawana mitaji. Hiyo migodi inakabidhiwa kwa Wachina kwa sababu hamna mitaji. Fikiria hivi, serikali ingekuwa inawajali nyie, ikasema hii migodi tunawakabidhi nyie, hizi fedha zilizopotea undeni vikundi vya watu 100,
Alafu tuwape migodi kule kwenye dhahabu, wapewe vikundi vya watu 100, alafu mnapewa mtaji hata bilioni 2. Mnunue mashine, mnunue baruti, mnunue madawa ya kusafishia, mkichimba mkitoa ile Tanzanite au mkitoa dhahabu mnauza nje, pesa inarudi kwenu. Wewe ukipata pesa utajenga, utaajiri fundi wa hapa, utanunua kitanda kwa fundi seremala wa hapa, utanunua bodaboda, mtu wa hapa ataendesha. Lakini leo pesa ikitoka hapa kwenye mgodi wetu inakwenda China, wa China wanaenda kujenga nchi yao. Mtatajirikaje? Mnatajirikaje? Tukiwa bungeni mwaka 2017, serikali ilipoanza kutaka kujenga SGR na bwawa la Mwalimu Nyerere, mimi nilikuwa waziri kivuli wa nishati na madini. Nikamshauri rais, ingieni kwenye YouTube muone. Nikamwambia Mheshimiwa Magufuli, kwa sababu tuna chuma ndani ya nchi, kabla ya kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere litakalohitaji chuma, tujenge kwanza kiwanda chetu cha chuma. Kile kiwanda kilikuwa kinahitaji mtaji wa uwekezaji dola za Kimarekani bilioni 3, ambayo ni trilioni 7.8. Tujenge kiwanda chetu cha chuma kwanza, tuzalishe chuma ndani ya nchi yetu. Kila kiwanda kilikuwa kinaenda kuajiri vijana wa Kitanzania 60,000. Hao ni direct employed 60,000. Mind you, tangu uhuru mpaka sasa serikali ya CCM imeajiri walimu wote, maaskari wote, ajira zote ni 520,000 tu. Yani ni chini ya 1% ya Watanzania ambao ni milioni 63. Sasa kiwanda hicho tu kilikuwa kinaenda kuajiri watu 60,000 ambao ni 10% ya ajira zilizoko leo. Actually 11%. Hao ni direct employed. Hatujazungumzia subcontractors ambao wange service magari, walisha makaratasi, walisha chakula. Hatujazungumzia hao. Wangewapelekea magari ya hatujazungumzia direct employed watu 60,000 pale Ludewa kwa dola za Kimarekani bilioni 3, trilioni 7.8. Alafu unakaa na wale Arab contractors wanaokujengea bwawa, unawaambia sikilizeni, nijengeni bwawa. Shilingi ngapi? Trilioni 5. Sawa, hizi hapa. Lakini chuma chote utanunua Tanzania kwa sababu tuna chuma chetu. Kwa hiyo unawapa Arab contractors fedha kwa mkono huu, unazirudisha kwa mkono wa kushoto ndani ya nchi yako. Ili serikali iwe na wigo zaidi wa makusanyo. They never listen. Hawakutusikiliza. Leo kwa mwaka jana peke yake tumeagiza chuma kutoka nje ya nchi cha dola za Kimarekani bilioni 1.2, trilioni 3 mwaka mmoja tu. Mwaka juzi trilioni 3, mwaka ule mwingine trilioni 4. Kwa miaka mitatu tumeagiza chuma cha trilioni 10. Wakati tungejenga kiwanda chetu cha trilioni 7.8 tuchimbe miaka 100. Tuwauzie wa Kenya, tushushe bei ya chuma, nondo ziwe bei rahisi hapa. Hawakutusikiliza. Mtajengaje ajira katika mazingira haya? Mwalimu Nyerere alianzisha mashamba hapa Bosotu ya ngano ili yalishe kiwanda cha ngano hapa cha bia cha Arusha. Uongo kweli? Leo mashamba yote yameuawa. Tunaagiza ngano kutoka nje ya nchi. Actually tumeagiza ngano kutoka mpaka Saudi Arabia jangwani. Wa Saudi Arabia wamechukua mchanga, udongo kutoka Zimbabwe, wamepeleka kwenye nchi yao, wanachukua maji baharini, wanafanya kitu kinaitwa desalination, wanaondoa chumvi, wanatulimia ngano, wanatuuzia sisi. Ukraine wako vitani, tunaagiza ngano kutoka Ukraine. Mwaka jana tumeagiza ngano ya bilioni 560. Vijana wa Arusha hamna kazi. Mnachohitaji mpewe matrekta, mpewe harvester, mpewe soko la uhakika, mpewe mashamba, muingie na matrekta yenu mlime, mpate fedha, mjenge nyumba, muendeshe magari, muishi vizuri. Lakini serikali yenu inaona kuliko iwape huo mtaji mfanye hiyo kazi, bora iagize ngano kutoka nje ya nchi. Serikali gani hii ambayo leo inachukua bandari ya Watanzania wanakabidhi kwa Waarabu Dubai? Mwaka 61 Dubai ilikuwa jangwa. Dubai ni jangwa, walikuwa na watu 70,000. Leo Arusha wapiga kura peke yao mko 600,000. Nyie ni wengi mara 6 mara 7 kuliko ilivyokuwa Dubai mwaka 61. Dubai sisi tunapata uhuru tuko milioni 8, wako 60,000 wanatembea jangwani wanaokota tende. Wamevumbua pipa lao la kwanza la mafuta mwaka 69. Mwaka 63 sisi tuna chuo kikuu, nchi imesimama. Leo tunachukua bandari ya Dar es Salaam, tunawakabidhi Waarabu, wako milioni 3.
Sisi tuko milioni 63, kwamba sisi hatuwezi kuendesha, sisi ni mandondocha, tunawapa Waarabu milioni 3. Uwanja wa ndege wa KIA ameujenga Mwalimu Nyerere. Kila mtalii akitua analipa dola 55, akiwa anaondoka analipa dola 55, dola 110, shilingi 300 kwa kichwa kimoja, kutua na kuondoka. Unapitisha watalii milioni 1.5. Hiyo nayo hatuwezi kukusanya, tumewakabidhi Waarabu wa Dubai. Nchi inauzwa, nchi inachezewa kushoto na kulia. Watu wetu ni maskini, wanataka tunyamaze, msijue haya yanayoendelea. Sisi tumekataa kunyamaza. Nyie mnasemaje Arusha? Nyie mnasemaje Arusha? Nyie mnasemaje Arusha? Chama chetu kimekataa kunyamaza. Hii ndio vita inayosababisha wajaribu kutuua. Hii ndio vita wanayosababisha watuweke ndani. Hii ndio vita wanayotaka kuweka chama hiki gerezani kwenye kifungo. Tumesema hatuendi kwenye uchaguzi bila reforms. Huyu mama amesema anakubalika. Si tunataka uchaguzi huru. Hatuwezi kwenda kwenye mechi ya Simba na Yanga ambayo refarii ni Haji Manara. Hiyo mechi haiwezekani. Au Simba inacheza na Yanga alafu mshikaki bendera awe Ahmed Ali. Magoli yote ya offside ya Simba atasema ni magoli, kwa sababu atakuwa anapendelea timu yake. Tume ya Taifa ya Uchaguzi, Omari Ramadhani Mapuri ni katibu mwenezi wa CCM mstaafu. Tunaendaje kwenye uchaguzi huo? Sisi Chadema tumekataa. Nyie Arusha mnasemaje? Nyie Arusha mnasemaje? Nyie Arusha mnasemaje? Hiyo ndio vita wanaotupiganishia. Hatujaiba mali ya mtu, tunataka haki. Rais Samia, umesema unakubalika. Tunataka uchaguzi ipigwe dakika 90. Lissu asimame hapa na wewe usimame hapa, igongwe 90 ya haki. Asubuhi saa 12 tukupeleke kwenu Kizimkazi ukapumzike, utuachie nchi yetu tuipeleke mbele. Tunataka tume ambayo hata Chadema ikiingia madarakani ikishindwa kutekeleza yale inayowaahidi, wananchi muwe na nguvu ya kuipiga chini Chadema na kuweka watu wengine ili nchi yetu iende mbele. Tunaomba mtuunge mkono. Tunaomba mtuunge mkono. Tunaomba mkitetea hiki chama. Tunaomba mkichangie. Msimame na hiki chama. Msisimame na chama vibaraka. Vita hii tutaishinda tukiwa pamoja. Tuna fomu hizi hapa za petition ambazo tunahitaji kila Mtanzania asaini hapa. Tunahitaji saini milioni 15 tuzipeleke Umoja wa Mataifa kuambia Watanzania wamekataa wizi wa uchaguzi. Kila mtu asaini. Viongozi wetu wazunguke nchi nzima, kila sehemu, waungeni mkono. Arusha mnasemaje? Arusha mnasemaje? Arusha mnasemaje? Wanaounga mkono ajenda ya chama nyosha mkono. Nyosha mkono. Nyosha mkono. DJ tulia. Wanaounga mkono ajenda ya chama ya no reforms no election nyosha mkono. Nyosha mkono. Waandishi wa habari pandeni juu. Arusha no reforms. Arusha no reforms. No reforms. Asanteni sana Arusha. Mungu awabariki sana. Tunaomba mchangie chama. Tunahitaji mchango wa tone tone. Na mimi nitasimama hapa. DJ, piga one love, wananchi wachangie chama chao. Twende kazi.